kwenye mpango kazi wa taifa tumetohoa tukatengeneza mpango unaoendana na mahitaji na mazingira ya Mwanza, na sasa ndio leo tunauzindua. Kampeni hii ya mshahari ya kuhamasisha malezi bora, kuzuia mmomonyoko wa maadili na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa mkoa wa Mwanza tunayoizindua leo hapa sokoni Milongo. Ni kampeni ambayo itaenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, pango kwa pango. Unaona mji wetu unaitwa Rock City, kuna mapango pia yamegeuka kuwa ni hatarishi katika malezi na ulinzi wa watoto. Kwa tutafikia makundi yote kwa njia mbalimbali. Lengo ni kuhakikisha tunajenga umma wa wana mabadiliko na kuhakikisha Mwanza, kama kauli mbiu yetu inavyosema, Mwanza bila ukatili inawezekana, kataa ukatili. Maadili yanaporomoka kutokana na watu kuto kumjua Mungu. Kwa hiyo sisi tunahimiza sana watu wamjue Mungu na wajue kwamba haya masuala ya ukatili tunayoyafanya au wanayoyafanya ni jambo ambalo hata Mungu hapendi, na ndio maana tumeamua kushirikiana na taasisi mbalimbali kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa kuhakikisha kwamba haya mambo tunayapunguza kama sio kuyamaliza kabisa. Na Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Lakini leo watu wengi tumeingia kwenye biashara, lakini tumeacha watoto nyumbani bila kujua kwamba watoto hawa malezi yao yakoje, kwa sababu watoto ndio taifa la kesho. Na wakati mwingine tunaona ongezeko kubwa la watoto mitaani, na hao watoto hatujua wametoka wapi, lakini kumbe watoto ni wa kwetu wenyewe, na kwa sababu hatujawachia malezi bora wanajilea wenyewe, na huko nyumbani unakowaacha ujui wanalelewa na nani, wanajilea wenyewe. Sasa ni ngumu sana kuzuia mmomonyoko wa maadili, lakini lengo kubwa la sisi kama mtakuwa ni kuhakikisha kila mzazi anahakikisha watoto wanaishi katika maadili mema, na anapoishi katika maadili mema ni chanzo pia cha kuzuia ukatili. Kwa mama tunakuja na watoto ana miaka miwili, huwezi kumwacha nyumbani, na kote nyumbani hauna mtu wa kumwachia. Tunapofika sokoni tunakuwa bize sana wa mama na biashara. Unakuta mtoto wangu mimi kapitia na mtoto wa jirani yangu wameenda kuzunguka. Kwa hiyo kwa kwetu sisi wakina mama wajasiriamali wa sokoni tunakuwa na wakati mgumu. Wazazi inatakiwa tujue wajibu wetu na jinsi gani tuishi na watoto wetu kwenye jamii. Afu pia vijana ambao wapo kwenye makundi yasiyofaa wanatakiwa wajue kuna madhara makubwa sana watakayoyapata endapo wakiendelea kukaa kwenye makundi yasiyofaa.